Huenda Samia Suluhu akafunga makanisa mengi nchini Tanzania yakiongozwa na Katoliki baada ya ujumbe kutoka kwa TEC. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano kati ya serikali, taasisi za dini na harakati za kiraia unaonekana kufikia kiwango kipi nchini Tanzania, huku hali ikionekana kuzidi kupamba moto baada ya viongozi wa Kiislamu kutoa tamko kali dhidi ya mwito wa maandamano. Wakati huo huo, kanisa Katoliki likiibuka na kauli nzito kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu katika uchaguzi uliopita. Mchanganyiko huu unazua hofu kwamba serikali inaweza kuelekea kwenye mgongano wa wazi na taasisi za Kikristo, na dalili zinaibuka kwamba Samia Suluhu Hassan anaweza kuwa na mpango wa kuwadhibiti au hata kufunga kanisa Katoliki na makanisa mengine, na ni hatua ambayo inaweza kuligawa taifa kidini na kisiasa. Kauli za viongozi wa Kiislamu zilitolewa jijini Dar es Salaam na zimeelezwa kama sehemu ya msimamo unaolenga kuonesha kwamba upinzani dhidi ya utawala wa Samia unaweza kutafsiriwa kama shambulio dhidi ya kiongozi wa Kiislamu, hali inayoweka misingi ya kugawanya kidini katika mijadala ya kisiasa. Wameonya vikali makundi yanayoratibu maandamano, wakisisitiza kuwa vuguvugu hilo lina nia ya kuvuruga nchi, na wamedai kuwa wako tayari kulikabili kwa nguvu za hoja na hatua za kisheria. Kauli hizo zinaonekana kutengeneza mazingira ya kuhalalisha ukandamizaji wa anayeonekana kupinga mamlaka, hasa ikiwa upinzani huu unatoka ndani ya jumuiya ya Kikristo. Kwa upande mwingine, kanisa Katoliki kupitia Baraza la Maaskofu Tanzania TEC limetoa taarifa iliyojaa ukosoaji mkali dhidi ya serikali, likibainisha kuwa nchi imeporomoka kidemokrasia, imepoteza heshima kimataifa kutokana na mauaji ya waandamanaji, na kwamba haki ya kuishi na kuandamana haitakiwi kukiukwa. Kanisa limetaka serikali kutoa orodha ya waliokamatwa na waliopoteza maisha wakati wa machafuko ya kisiasa, na kauli hii imeibuka katika kipindi ambacho serikali inajivunia kamati ya uchunguzi iliyotangazwa, lakini inaonekana kutomuaminisha umma wala jumuiya ya kimataifa. Mikondo hii miwili ya matamko, moja ikitetea serikali kwa misingi uthabiti na kinga ya amani, na nyingine ikilani serikali kwa ukandamizaji, inaweka Tanzania katika hali ya hatari ya mgongano wa wazi kati ya dini na dola. Na kwa mara ya kwanza ishara zinaonekana kuonesha uwezekano wa serikali kuanza kuchukua hatua za moja kwa moja dhidi ya taasisi za Kikristo. Na kwa kuzingatia historia ya serikali ya Samia Suluhu kushughulikia viongozi wa dini waliopigania ama waliopingana na mamlaka, mfano halisi unaonekana katika kufungwa kwa baadhi ya makanisa ya Askofu Josephat Gwajima baada ya kuonekana kukosoa utawala, aliliyosababisha tafsiri kwamba kile kilichomkuta kinaweza kuwa mwanzo wa mkondo mpana zaidi unaoelekezwa sasa kwa taasisi kubwa kwa kanisa kama Katoliki. Taarifa ya TEC ilitolewa baada ya kikao cha maaskofu kilichofanyika Dar es Salaam kati ya tarehe 11 na 14 Novemba, ambapo kanisa ilikusanyika kuomba, kutafakari na kuchambua yaliyotokea katika uchaguzi wa matokeo yake. Ni ujumbe ambao umeleta hisia mchanganyiko na hisia mseto nchini Tanzania, kupelekea Waislamu kujisimamia na vilevile kumkinga Rais Samia Suluhu. Na katika ujumbe huu maaskofu walieleza kuwa matukio ya mauaji, ukamatwaji kiholela, watu kupotea na majeraha kwa raia yanayoendelea bila jitihada madhubuti ya kuyazuia. Walisitiza kuwa mambo hayo yanakiuka katiba, hususan ibara ya 14 inayotetea haki ya kuishi na kulindwa na dola. Kwa mujibu wa taarifa yao, kile kilichotokea katika maandamano baada ya uchaguzi hakikuwa tukio la kawaida, bali liliashiria ufa mkubwa katika namna raia wanavyosikizwa. Walisema chimbuko la hasira za mitaani limetokana na kutokuwepo kwa njia sahihi za wananchi kuwasilisha malalamiko, lakini jambo linalothibitisha kudorora kwa misingi ya uchaguzi huru, uwazi na ushindani wa haki. Na katika jicho la kimataifa, TEC libainisha kuwa mauaji haya yamepunguza hadhi ya Tanzania katika jamii ya mataifa, huku ripoti mbalimbali za kitamka kuwa mamia ya watu wameuawa na wengine kujeruhiwa au kushikiliwa bila
taarifa. Familia nyingi zinaendelea kuzunguka hospitali, mahabusu na mochari kutafuta ndugu zao, huku idadi kamili ya vifo ikiwa haijulikani rasmi. Katika hotuba ya ufunguzi wa bunge, Rais Samia alitangaza kuundwa kwa tume ya kuchunguza machafuko, akielekeza lawama kwa nguvu za nje zinazoathiri usalama wa nchi. Hata hivyo, TEC inataka uchunguzi usimamiwe na wadau wa ndani na nje, wakiwemo wataalamu wa haki na demokrasia, taasisi za dini na mashirika ya kimataifa, na kwamba serikali iwe tayari kuitekeleza matokeo yake bila kusafirisha lawama. Licha ya ujumbe huo kutolewa kwa misingi ya kiroho na haki za binadamu, serikali imeonekana kuchukulia kama shinikizo dhidi ya mamlaka yake. Kwa muktadha huo, wachambuzi wa mienendo ya sera na za serikali wanaona uwiano wa upinzani wa TEC unaweza kutafsiriwa kama kitisho kinachoweza kushughulikiwa kwa mtindo ule ule ulioelezeka. Kuvifunga, kuvizuia na kuvikaba kimfumo vyombo vinavyoonekana kueneza upinzani. Mfano wa Askofu Gwajima unaendelea kutajwa kama rejea kielelezo cha hatua za serikali inapokumbwa na upinzani unaochochea mijadala ya haki za raia. Kanisa lake lilithibitiwa ibada zikifungwa na utendaji wake kuwekewa masharti baada ya kuchukua msimamo mkali dhidi ya serikali katika masuala ya chanjo na utawala. Tendo hilo linaonekana sasa kama jaribio la mwanzo katika mkakati mpana wa kuhakikisha mamlaka ya dola hayapingwi na taasisi za dini. Kwa sasa, kwa kuwa kanisa Katoliki lina ushawishi mpana, historia ndefu ya kiutawala na uhusiano mkubwa wa kimataifa, hatua dhidi yake inaweza kusababisha mzozo wa kidiplomasia, mgawanyiko wa kitaifa au hata misukosuko ya kiimani. Hata hivyo, kuongezeka kwa matamko ya viongozi wa Kiislamu yanachora mstari kwamba upinzani dhidi ya Samia ni upinzani dhidi ya kiongozi wa Kiislamu, na kunatoa ishara kwamba serikali inaweza kupata uhalalisho wa kijamii kuchukua hatua hizo. Hoja hii inajengwa zaidi na ukweli kwamba tamko la wahadhiri wa Kiislamu limekuja siku chache tu baada ya taarifa kali ya TEC, na ni jambo linaloibua maswali kuhusu kama matamko haya yanajipanga kama majibu ya propaganda ili kuzima msimamo wa kanisa Katoliki. Kauli hizi zimetumia msingi wa amani na utulivu kama kisingizio cha kupinga maandamano, huku zikilaumu walioanzisha vuguvugu hilo kuwa wanatumia mbinu za vurugu kuficha maslahi binafsi. Na tofauti na msimamo huu, ujumbe wa TEC umeweka bayana kuwa maandamano ni njia halali ya kuwasilisha madai pale njia ya mazungumzo zinaposhindikana, na kwamba kikatiba haki hiyo inalindwa na si jambo la kuvuruga utulivu bali sehemu ya msingi ya demokrasia. Kwa mantiki hiyo, pande hizi mbili ambazo zote zina ushawishi mkubwa wa kiroho zinaelekea kutengeneza mawanda mawili yanayokinzana katika historia ya taifa. Mwelekeo wa matukio haya unawasukuma wananchi kujiuliza kama misimamo hii miwili ya kidini inajenga mazingira ya kuhalalisha mgawanyiko mkali kati ya Wakristo na Waislamu katika siasa za Tanzania. Kwa mara ya kwanza, siasa inajipenyeza moja kwa moja katika utambulisho wa viongozi wa dini, na ni jambo ambalo linaweza kuathiri vibaya muungano wa kitaifa na kuleta matokeo makubwa ya kijamii. Ikiwa serikali itachukua hatua dhidi ya kanisa Katoliki kama ilivyofanya dhidi ya makanisa ya Gwajima, basi hilo litakuwa tukio la kihistoria litakalogeuza kabisa mandhari ya uhuru wa dini nchini. Na kama matamko ya wahadhiri wa Kiislamu yataendelea kuonekana kama kinga ya kisiasa kwa utawala, basi Tanzania inaweza kuelekea katika siasa za misingi ya imani badala ya sera, katiba na utawala bora. Nchi inaingia kipindi cha maamuzi magumu ambapo kila taasisi inayotaka kulinda haki za raia inalazimika kuchagua kati ya kusimama upande wa uhuru na uwajibikaji na upande wa utulivu unaotawaliwa na mamlaka ya dola. Kauli za TEC zimefungua ukurasa mpya katika mjadala wa haki za binadamu, huku matamko ya viongozi wa Kiislamu yakionekana kuleta shinikizo la kijamii linalojenga msingi wa hatua kali zaidi dhidi ya wanaopinga utawala. Haya ndio tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa kama hizi bila kupindisha wala kuegemea upande wowote.
Zidi kutufuata na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na vile kushare video zetu, na vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea notification wakati ambapo tuna upload video mpya.